naipenda Radio Sauti ya Injili. Wasikilizaji wapendwa, usijali mahali ulipo, ijapo jimbo, inchi ama bara ulipo, waweza kufuata Radio Sauti ya Injili popote ulimwenguni kupitia tovuti yake www.rsi.rdc.org. ikisha fungua kwenye peji yetu, finya nafasi buto sikiliza live ama écouter en direct. Finya bouton play ili utufuate. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia ujumbe wa sauti wala wa kibarua kwenye namba yetu ya WhatsApp 0897454528. Asante kwa kutufuata kwenye www.rsirdc.org. Matumaini yetu ni kwamba upo salama, mpendwa msikilizaji, popote ambapo unapatikana mjini Goma na penginepo. Karibu kufuata taarifa ya habari katika lugha bora tukufu na sanifu la Kiswahili kwenye Radio Sauti ya Injili, na kwa maribisima kwa utangazaji. Kwanza ni muhtasari. Mvutano mkali ulishuhudiwa asubuhi ya hii Jumatatu Disemba 23, 2024 katika ofisi ya mnyampara wa Bukumu ndani ya tarafa ya Nyiragongo, jimboni Kivu ya Kaskazini. Na ni kupitia ziara ambayo inashuhudia upendo wa Mungu kwa watu waliokimbia vita M23 katika eneo ya kambi ya CPC Patmos iliyopo katika wilaya ya Lac Vert katika mkoa wa Goma, ambapo timu ya Radio Mungu Kwanza kutoka Tanzania ikiongozwa na Radio Sauti ya Injili ilifunga semina ya siku 3 ya maombi iliyofanyika katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, kuanzia tarehe 20 hadi 22 Disemba 2024. Jiunge pamoja nasi mpendwa msikilizaji, haya na mengineo ni katika taarifa hii. Punde sepunde ni habari kamili. Unaifuata taarifa ya habari kwenye Radio Sauti ya Injili. Mara tena hujambo na karibu kwa habari kamili. Tukizungumzia upendo wa Mungu katika taarifa ya habari ni kwamba ni kupitia ziara ambayo nashuhudia upendo wa Mungu kwa watu waliokimbia vita M23 katika eneo ya kambi ya CPC Patmos iliyo katika kata Lac Vert katika mkoa wa Goma, ikiwa ni hapa ndani ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini hapa mjini Goma, ndipo timu ya Radio Mungu Kwanza kutoka Tanzania ikiongozwa na Radio Sauti ya Injili ilifunga semina ya siku 3 ya maombi iliyofanyika katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, kuanzia tarehe 20 hadi 22 Disemba 2024. Tukija na kundi kubwa la watu wanaoishi na wasioishi na wahami kadhaa, wakiwemo wasikilizaji wa Radio Sauti ya Injili, hatua ya roho ya upendo ilianza kwa kutembelea baadhi ya familia za watu waliokimbia vita kabla ya kuanguka na wakati wa maombi na kushiriki nao neno la Mungu. Tumeona hali ilivyo kwamba kupitia ndugu zetu tumejitengenezea wenyewe, na tunaamini kwamba Mungu ndiye suluhisho la kweli la hali hii ambayo tumeitambua papo hapo. Ndivyo walivyoeleza Bi Justine Kingsley pamoja na Esther Vincent wa Radio Mungu Kwanza kutoka Tanzania, ambao nawalika uwasikilize hapa. Kiukweli, yoyote anayenisikia mwenye moyo mwema ama msamaria mwema ajitahidi kula pamoja na wahitaji. Hata Biblia yenyewe imesema ukimpatia maskini chakula umemkopesha Mungu, ukimpatia mhitaji umemkopesha Mungu. Kwa hiyo yeyote mwenye uwezo awaangalie kwa mali zao, kwa fedha, kwa chakula, kwa mavazi, aje watembelee. Na sivyo tu, hatutamani hii hali iwe ya kudumu. Tuombe watoke kwenye mazingira haya. Kikubwa nachosema, moyo wa Mungu ukiwa ndani ya viongozi, mambo mengine yatakwenda sawa. Katika hizi siku 3 tulisimamia andiko linalosema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba, Mungu atasikia na ataiponya nchi yao. Viongozi wakiwa chachu ya maombi, nchi itapona, nchi itapona. Tazamo wangu baada ya maombi ambayo tumefanya katika nchi hii na katika eneo hili la Goma, ninaona Mungu kukaa kwenye nchi, lakini pia ninaona Mungu akiyaelekeza macho yake kama alivyosema kwamba tukitubu ataitazama hiyo nyumba na kuielekezea macho yake yatakaya hapo, na ninaamini macho ya Mungu yanakaa kwenye nchi ya Kongo na kwenye eneo la Goma. Wakimbizi wa vita, tumaini ambalo tunawaelekezea ni kuendelea kumshika Mungu, kwa sababu Mungu akiwa katikati yao pekee ndiye atakayekuwa msaada wao.
Ilikuwa ni fursa kwa mchungaji Jerome Mateo wa 55e CBZ Patmos ambaye anasimamia watu hawa waliokimbia vita kuthibitisha kwamba kupitia ishara hii na kituo cha Radio Sauti ya Injili, pia timu ya Radio Mungu Kwanza, tumaini na upendo wa Mungu umeonyeshwa kwa familia hizi. Sikiliza. Ndio, sisi tumeonyesha mapendo kwa kuweza kukaribisha hawa wa déplacés de guerre hapa kwa uwanja wetu hapa. Tunao uwanja hapa na walikuwa tuliwakaribisha kwanza ndani ya kanisa, walipoongezeka tukawatia katika vyumba vya primary school, na Mungu akatusaidia tukapata msaada wa government kwa kujenga primary school ambaye manyumba yake ilikuwa haribika, na sasa tukasema waishi hapa pembeni yetu, na Mungu yuko anawatendea mambo ya maajabu kwa sababu anagusa mioyo ya watu fulani kwa kuweza kufika, kwa kuweza kuwasaidia. Hawapate msaada kila siku, lakini tuko naona namna gani Mungu yuko anagusa mioyo ya watu fulani. Mfano hawa wenye wanatoka kwa Mungu Kwanza Radio Online Tanzania wamefika hapana tu kwa pia kuomba peke yake na kufundisha neno la Mungu na kutia moyo hawa wakimbizi, lakini wameleta vile msaada ya chakula na vile mavazi kusudi hawa waweze kutulizwa, waweze kusaidiwa. Na hivi sisi tunashukuru, sisi kama kanisa ambao tulipokea hawa, tuwashukuru Mungu kwa sababu Mungu iko nagusa watu fulani kwa kuweza kusaidia hawa watu ambao wanaishi pembeni yetu. Sisi kanisa tunafanya yenye tunaweza, tutakuwa na mipaka, lakini kuna wengine nao wanafika kuweza kutunga mkono ili tuweze kusaidia hawa ambao wanakuwa katika magumu makubwa sana. Kwa upande wao wanufaika hawakushindwa kueleza furaha yao kwenye kipaza sauti cha redio yako. Kwa tunatoa shukrani kwa hao watu, Mungu ambaye aliwaongoza azidi kuwazidishia na walinde watakaporudi nyumba wafike salama. Tukaa msaada hii tunaona kuko nguo, kuko chakula, kuko mafuta, antokita itarepondre kwa mabezwe zenye wakimizi wako nazo. Tunatoa shukrani sana kwao na watu ya Radio Sauti ya Injili, na wazidi kutulombea tuone kama tunaweza kurudia kunyumba salama. Kwa siku ya leo tunafurahishwa na wageni ambao tumepokea, kwa kuwa wamekumbuka wakimbizi wakati ambao tunafikia wakati ya kusherekea sikukuu ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ingawa wamekumbuka wakimbizi, tunasema Mungu awabariki kabisa juu wameonyesha alama ya upendo, na kuna amri kubwa ya Mungu alitochea sa vile upendo. Wale watu tunasema Mungu awabariki, kwenye waligusa Mungu azidishe, kwa kuwa kutoka Tanzania kukuja ona wakimbizi hapa, sisi este ya RDC Nord Kivu hapa tunasumbuka sana kabisa. Tunasema Mungu awabariki juu walitoka mbali, si jambo rahisi. Kama ukumbusho, kitendo hiki cha dhati kilikuja kufunga siku 3 za maombi kwa ajili ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lililotengenezwa na timu ya Radio Mungu Kwanza kutoka Tanzania, ambayo ilikuwa katikati ya mada nitakusikia kutoka juu ya mbingu na kuponya nchi yako, iliyochukuliwa kutoka kitabu cha Mambo ya Siku ya Pili sura yake ya 7 na mstari wake wa 14. RSI 89.0 MHz.